Wewe imani yako inakwambia mtu akifa anaenda wapi? Anatoka katika ulimwengu wa nyama anaenda katika ulimwengu wa roho. Mtu akifa mnapahitaji kuzimu. Haijalishi hiyo dhambi unaifanya wapi. Unaweza kusema okay, mimi ngoja nijifiche ndani. Hiyo dhambi naifanya peke yangu ndani. No. Yani utake ustake, kuna namna ambavyo lazima ulisishe kizazi chako. Kwa hiyo kwa namna ambavyo ukiandaa sherehe yako, unaandaa unawarika, yale maji ambayo yanawia yale si atu ya mwagi tunarudisha ndani. Kwa namna ambavyo anafanya unakuwa na support, unamsupport yule ambaye tayari tumekashanuiwa aende mjini. Kafara lazima. Kwani wewe una imani gani? Ni Mkristo Muislamu? Mimi ni Mkristo. Ni Mkristo. Yaani unaishi vipi bila kafara? Unashangaa ugumu wa maisha yako unasababishwa kwa sababu umescape mambo ya asili. Umekataa wazazi wako wananungunika huko. Mtu aliyekufa katika mazingira ya kispiriti hawezi kutengenezea wewe njia moja kwa moja. Yes, katika dunia ambayo tunaishi sasa, kila mtu anajaribu kutafuta funguo wake wa mafanikio kuweza kuyafikia mafanikio, na watu ambao wapo katika kundi ambalo lipo katika pressure kubwa sana ni kundi la vijana ambao kimsingi wamekuwa kitamani kupata mafanikio. Of course, ni ndoto ya kila mtu kumiliki vitu ambavyo anavitaka, kubadilisha familia yake, aishi familia bora na vitu kama hivyo. So, kila mtu amejaribu kutumia namna yake kuweza kufikia mafanikio fulani. Nimeshazungumza na watu mbalimbali ambao washakuja kutoa shuhuda zao za majuto baada ya kutumia njia za mkato kufikia mafanikio, lakini pia nini ambacho kilitokea huko baadaye. Lakini pia nimeona sasa hivi mtandaoni kumekuwa na ongezeko la watu wakieleza watu au wakifundisha watu namna ya kupata pesa, lakini wao basically wamebase katika issue nzima ya spiritual, yani mambo ya kiroho. Sasa leo niko na moja kati ya watu ambao nimekuwa nikimwangalia sana mtandaoni akiwa anaelezea mambo mbalimbali. Anaitwa Manyanda African Power. African Power. So nikasema acha nimtafute nizungumze naye kidogo kwa upande wake, niambie kuhusiana na vile ambavyo anavieleza kupitia social media akiwa kama kijana mdogo bado nikimwangalia hapa. Sidhani kama 35 katoboa. Sidhani. Bado sana. Mambo vipi mzee? Mambo bomba kabisa. Uko fresh kabisa? Mimi niko fresh. Okay. Manyanda African Power. Africa Power. Ni nani? Simple tu kumuelezea. Manyanda ni mtu wa asili kwa lugha nyepesi. Kisukuma? Mimi Msukuma. Okay. Yaani Manyanda ni mtu wa asili. Okay. Okay, sawa. Nikiangalia mtu sasa nataka kuelewa Manyanda unafanya nini? Kile ambacho unakieleza Instagram kwa mtu ambaye hafahamu. Unafanya shughuli gani hasa ya kiroho kupitia? Mimi najihusisha katika mazingira ya kispirit. Okay. Mimi nipo katika ukweli. Ukweli, mimi nazungumzia ukweli katika mazingira ya kiroho. Nini cha kufanya, nini usifanye ili uweze kufanikiwa. Ndio vitu ambavyo unavizungumza. Ila naelekezea kwenye asili, yani kwenye tamaduni zetu, kwenye ukweli, kwenye namna ambavyo inabidi uishi. Mimi ndo nimediri humo. Okay. Nikiangalia umri wako na vitu ambavyo unavieleza ni vitu viko deep sana, mambo ya spiritual. Hii umeitengeneza vipi? Ni kitu ambacho umerithi au ni kitu ambacho kilikuja tu automatically kwako? Kama ningesema naenda darasani ningekuwa bado mdogo, lakini ndo maisha ambayo nimeishi. Yani nimeakuta. The way naanza kujua najua na katika mazingira ya kispiriti, kumbe inabidi tuishi hivi. Kumbe tuishi hivi kwa sababu ni maisha ambayo walikuwa wanaishi ndugu wazazi, bibi yangu. Okay. Kwa hiyo basically wewe ni mganga. Au sio? Ukiitwa mganga ni sahihi? Niite vyovyote unavyotaka kuniita kwa sababu mganga si mtabibu. Ni yule ambaye anaweza kutibu. Vyovyote unavyotaka kuniita mimi ukiniita nakaa. Okay. Sawa, wewe ni mtabibu wa kiroho. Si ndio? Ndio. Basically kwenye magonjwa au wewe upo kwenye mafanikio? Yaani mimi nipo kwenye ukweli, nipo kwenye mafanikio, nipo kwenye magonjwa. Na maana hata ukirudi kwenye Instagram au mitandao yangu yote huwa naelezea kote humo. Yaani mimi nipo kwenye wewe inabidi uishi hivi ili usipate na kitu fulani. Okay. Kama umepatwa fanya hivi ili ujiepushe na iko kitu. Okay. Unadhani kwamba watu wengi hatufanikiwi kwa sababu ya kukataa asili zetu? Yaani sio unadhani ndio iko hivyo. Kwa sababu nadhani tayari ushatia mashaka. 100%. Kama kuna zingine ongezea hapo. Watu wafanikiwi kwa sababu umeiacha asili. Okay. Lakini pia Manyanda, mtu anaweza kuuliza swali. Mbona katika hawa watu ambao wanasema watu matajiri wakubwa hata hapa tu Tanzania wanaonekana kama ni watu ambao wamewekeza zaidi
kwenye elimu, biashara na vitu vingine. Sio kwenye mambo ya shiriki kama hayo ambao unaeleza wewe. Asante, shukrani sana. Shiriki ni siri. Hakuna mtu ambaye atakwambia yeye anatumia nini mpaka anafika hapo. Iko hivi. Wewe umesema kwamba watu wanawekeza kwenye elimu, kwenye nini? Uwekezaji inabidi uwepo, lakini hiyo power ambayo unafanya mpaka uwekeze, hiyo inakuwa ni siri yako. Ni nini? Ni asiri. Umeelewa? Ni energy ambayo imejificha ndani yako, ambao huwezi kuipresent kwamba unafanya nini mpaka unafanikiwa. Yaani uongele umechanganya dawa fulani umepata pesa kufanyia kitu fulani. No, haiko hivyo. Kwa nini iwe siri wakati ni kitu ambacho kila mtu anaweza kufanikiwa kama kina? Okay, asante. Nataka nikutolee mfano mdogo. Mimi napenda kuongea vitu kwa uhalisia ili hata mwenye ubongo mdogo aweze kunielewa. Unaelewa? Kwa nini mbegu tunaifukia? Kwa nini tusiweke hadharani? Kwa nini mbegu tuifukie? Vitu vyote vyenye nguvu asili yake ni maficho. Chochote ambacho unataka chenye energy. Hata hiyo gari yenyewe injini haiwezi kuwa wazi. Lazima ifunikwe ndio gari inakuwa na power. Yaani chochote ambacho kinakuwa ni opera system kwenye maisha yako hakiwezi kuwa wazi. Hiyo ni nature, yani tunarudi tena kwenye asili hapo. Asili ya nguvu ni kufichwa. Ni kujificha. Yaani huwezi kuniambia eti mimi nguvu yangu iko hadharani, yani kwamba mtu anajua Manyanda anafanya hiki ndo anafika hapa. No, hakuna hapo. Hakuna. Ndio maana hata hii asili ambayo naizungumzia, kila mtu anajishape kwa namna yake. Okay. Mwingine kwenye matambiko, mwingine anaheshimu wanyama, mwingine kwenye milima. Unafahamu? Yani watu wanahitaji elimu kubwa sana mpaka waelewe kile ambacho tunachokizungumza. Okay. Yaani watu wanahitaji waambiwe sana mpaka waelewe kile ambacho tunakizungumza. Hakuna mtu ambaye toka hadharani atasema okay, nimefungua shule kwa sababu kuna mtu fulani nimeutumia ndio umeniwezesha kufanya hiki. Mnaelewa? Nataka nikuulize pia swali lingine ili uweze kunielewa. Kuna unasema kuna wawekezaji ambao matajiri wakubwa hata hapa Tanzania, sio hivyo? Kwamba mbona wamewekeza lakini hawapo kwenye mambo ya asili. Sio hivyo? Washajitokeza hadharani kuambia vitu ambavyo vinatokea ndani mwao? Hapana. Wajai, washatoka hadharani kuambia changamoto ambazo zinakuta ndani ya familia zao. Kwa nini? Ndio leo waje kuambia kwamba ni kitu gani ambacho kinachomfanya atatue changamoto zake. Kama mtu hawezi kuambia changamoto zake, hawezi kukuambia kitu ambacho anachofanya atatue changamoto. Unapotatua changamoto zako ndo kufaulu kwako. Kinachokufelisha ni changamoto. Umeelewa? Hizi kodi ni za watu wenye akili. Manyanda, unaamini kwamba kila mtu unasema kwamba kila mtu anatakiwa kufanikiwa kwenye dunia? Wewe unaamini hivyo? Naamini. Ya kila mtu? Hapana. Anatakiwa kufanikiwa kwenye dunia? Hapana. Kwa nini unataka kumwaminisha yule ambaye hajafanikiwa kwamba lazima afanikiwe kupitia nguvu ya asili aliyokuwa nayo? Okay, asante sana. Hilo swali lako la msingi na zuna litawasaidia watu wenye akili. Hiko hivi, kuna mtu ana bidii. Kuna mtu anapambana. Kuna mtu anastahili kufanikiwa lakini afanikiwe kwa sababu kuna hengo hajashika. Umeelewa? Yaani kuna mtu anastahili kufanikiwa ila afanikiwe kwa sababu kuna elimu ambayo hana. Kuna mtu ambaye hastahili kufanikiwa kwa sababu hata ukimwambia fanya hivi hawezi kufanikiwa kwa sababu hastahili kufanikiwa. Na kuto kufanikiwa ni maamuzi. Namna ambavyo akili yako ina focus vipi kwenye action, kwenye vitendo, namna ambavyo umefikiri sasa uingie kwenye vitendo. Hiki ninachokiongea kuna mwingine hata akakielewa akakifanyia kazi, mwingine akakielewa asiweze kukifanyia kazi. Hiyo ni energy ambayo iko ndani yako. Okay. Unaamini kwenye bahati kwenye maisha? Kwenye maisha hakunaga bahati, kuna mipango. Yaani hakunaga mtu ambaye kakipata kitu kwa kuokota. Ukiona umeokota una ridhevu ya kupata. Ukiona umepewa una ridhevu ya kupata. Ukiona umehurumiwa una ridhevu ya kuonewa huruma. Wangapi wana changamoto kama zako kwa kuonewa huruma? Wangapi wanazura barabarani wa kuokota? Wangapi wameomba wa kupewa wewe umepewa? Ukiona umepewa una ridhevu ya kupewa. Tukirudi kwenye asili, kila kitu, yani kila kitu ambacho unachokiona, kuna frequency, kuna energy, kuna package ya energy kulingana na hicho ambacho unachokitaka. Nia inaanzia ndani. Nia tunasema nia ni mbegu ambayo inakuzwa na frequency ambazo ziko ndani yako. Nataka na jambo nataka nije kushirikisha. Si umeelewa? Naweza likawa zuri tunaokalielewa lakini usitamani kulifanyia kazi. Hiyo frequency yangu bado haijakushika wewe. Lakini unaweza ukaja kwa una hela, kaja mtu akaenda kukwambia, ukatamani kwenda kukopa ili ufikishie malengo ambayo amekwambia. Hiyo ni frequency, ni nguvu, sio bahati. Sio bahati. Ukimwona mtu wako amefanikiwa, hiyo sio bahati. Amejiandaa yeye afanikiwe. Hakunaga mafanikio ambayo anaenda kwa mtu bahati mbaya. Hakuna. Wala kufilisika hakuji kwa bahati mbaya. Hivi vitu, umaskini hauji kwa bahati mbaya, utajiri hauji kwa bahati mbaya. Chochote ambacho kinakuja. Ndio maana ili unielewe na kusema hivi, tunaishi after ndo tunaishi. Yaani maisha ambayo tunaishi sasa hivi kuna namna ambavyo tuliyaishi afu ndo tunakuja kuyaishi. Ndio maana ni rahisi kuota kijacho, unaota kitu kinachokuja.
Na maana unapokuja katika mazingira ya kispiriti, mwenye jicho la tatu ana uwezo wa kuona kesho yako. Sio unaiona kesho yako, anakuona wewe tayari, kwa sababu unaishi maisha rohoni, after ndo unakuja kuishi katika ulimwengu wa nyama. Na maana mchawi na yule ambaye amefungua jicho la tatu ana uwezo wa kuiona kesho yako, kwa sababu anaona kesho yako umekuwa rais, kesho yako umevaa suti. Anaiona kesho yako kwa sababu unaanza kuyaishi, after ndo unaishi. Okay. Sijui mnaelewa? Kwa maisha hayana bahati. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu leo hii anakuchukia pasipokuwa na sababu. Unaweza kumuona mtu leo anakupambania, anaweka milioni 2 wakati wewe akiba hiyo milioni 2 huna. Kwa sababu mtu anaekea mimi milioni 2 kunikwamisha nisiende. Kumbe mwenzako anaona mabilioni ya hela. Anaona katika ulimwengu wako wa kiroho, yani katika undani wako, katika umungu wako, anaona we ni nani. Kwa kumbe tunaanza kuyaishi maisha after ndo tunaishi. Hapo ndugu yangu. Kuna jamaa moja nifanyaga na interview hapa, akanielezea kuhusiana na mambo ya Masonic, mambo ya Freemason, mambo ya nini. Kuna watu ambao washikwaga Freemason nakutana majanga, kutana na nini, akaeleza alimpoteza mtoto wake, mambo ya kafara za damu za watu na nini. Unachokifanya wewe na Masonic au Freemason kina tofauti? Kina tofauti katika misingi na kanuni. Kivipi? Wao wana sheria zao na wao wana mipaka yao, na mimi na sheria zangu na mipaka yangu. Ndio maana mimi Manyanda African Power, ndio maana wao ni unasema ni Freemason. Kwa nini wewe ukielewa Freemason unaelewa nini? Kwa jinsi ambavyo ulimwengu wa kiroho ambao wewe upo huko sasa. Freemason ni chama ambacho kinajihusisha katika mazingira ya kispiriti humo. Kinafanya kazi katika mazingira ya kiroho ili kilete matokeo katika ulimwengu wa nyama. Kwa sababu wao wenyewe wanaamini package nguvu inahitajika katika mazingira ya kispiriti ili tuje kwenye utendaji katika mazingira ya kinyama. Wanakutengenezea mazingira ya uhalisia ili kuishi kwenye sasa ambao tunaita uhalisia, lakini sio uhalisia. Wanakutengeneza uvae suti katika mazingira ya kispiriti ili uje kutekeleza katika ulimwengu wa nyama. Sijui mnaelewa? Okay. Kwa hiyo ukweli wa mambo, ili uweze kufanikiwa inabidi upambane kidogo, lakini katika mazingira ya kispiriti inabidi upambane sana. Kwa sababu huko ndo kuna vita kubwa kuliko hivi ambao mimi na wewe tunaonana. Mimi tunaona tunakwamishana kwa vitu ambavyo naweza kuviepuka kupitia akili. Si ndio hivyo? Akili na watu wakanisaidia. Lakini katika ulimwengu wa nyama hakuna mtu ambaye anaweza kunisaidia zaidi ya mimi umungu wangu ndio ufanye kazi. Kwa Freemason wanakutengeneza katika mazingira ya kispiriti uwe na power. Sasa Freemason wale katika utendaji wao wa kazi wao wako huru. Yaani tuseme kama ni sehemu ambayo unaingia unachagua nini unataka. Ndio maana wako watu wa sampuli tofauti. Na wanatumia kafara tofauti. Wao nini unataka. Japo hakuna gele, naonaga watu wengi wanazungumzaga ile kwamba nilishtukizwa kafa mama. No. Hiyo mikataba ya mama unaambiwa kabla mama hajatoka. Kwa sababu unapokwenda kujiorganize katika mazingira ya kiroho kwa lengo la kumtoa mtu, unagiwa vitu viwili. Yaani sio Illuminati. Hiyo ni kanuni ya ulimwengu universal. Popote unapotaka kwenda, unapotaka kujihusisha na kafara za binadamu, unagiwa shubiri na asari. Tafsiri yake kuna maumivu na tamu. Na kitu ambacho unachokwambia tutachukua kile kinachokuumiza. Ili tutakupa kile unachokitaka. Kwamba tutachukua kinachokuumiza, tutakupa tunachokitaka. Kwa ukishaambiwa hivyo popote unapokwenda, sio Freemason, sio Illuminati. Hata kama unaenda Kimbiji uko wapi kwenda kutafuta uganga, ukishaona mganga anakuambia hivyo, basi hizo ndo kanuni za ulimwengu katika mazingira ya kispiriti. Kama utaweka dhamana kizazi chako ama ni mama yako ama ni vingine pia. Kwa hiyo wanakuambia kabisa. Unaambiwa popote pale. Au ndio unakuwa hujaelewa. Hujaelewa kivipi kama unagewa asali na shubiri unaambiwa kuna maumivu na tamu. Kuna maumivu na tamu. Yaani kwako tunapokupa kuna usiku na mchana. Unaelewa? Kuna giza na mwanga. Giza litakuumiza, ila katika tafsiri ya hiyo tunapokuja kwenye katika ulimwengu wa nyama. Katika ulimwengu wa nyama tukileta giza ni hatari. Ila katika mazingira ya kispiriti tukileta giza nguvu. Sio, umeelewa? Kwa unapokwenda kujiorganize popote pale, so Freemason. Naweza nikasema popote pale unaanza kuongea maneno mafumbo usiwaelewe. Ukaambiwa bwana shika shubiri, ukaanza shubiri, after ndo kagewa asali, basi jua kuna maumivu ambao utakuwa unaishi nayo. Kwa mtu akishakuja kuambia mimi nilitoa mama yangu, nilitoa baba, halikubali yeye mwenyewe. Ila kulingana kwa sababu moyo una mtindo wa kusupport kitu ambacho hakuna kitu, yani moyo support kitu ambacho hakipo. Yani leo hii kama unatamani labda gari, uko tayari kuriski chochote ili upate gari. Ila baada ya kupata utasema gari nishapata, niko tayari kuriski chochote nipate kingine. Huo ndo ujinga wa moyo. Okay. Kwa mtu akishaambia hivyo kwa sababu hana pesa yuko tayari kuriski chochote, kwamba mama kitu gani anaona anaosha vyombo, wewe nenda tu kafe.
Lakini baada sasa kashapata pesa, moyo utamani sasa mama arudi, kwa sababu moyo utamani kitu ambacho hakipo. Huo ndo desturi yake, na huo ndo asili ya moyo. Okay. Yani hiyo ndo asili yake moyo, kutamani kitu ambacho hakipo. Kwanza kuna gari zuri limepita, lakini anamiliki gari kwake kana la kawaida tu, lakini wewe ambao unaliona mpita njia kwanza, jamani kipata yale maisha, baada ya kupata ukachukulia ni simple tu, katamani vingine ambavyo pia wewe kuvipata ni ngumu pia. Kwa nini watu wengi ambao wamepata utajiri kupitia njia hizo, huwa wengi wao tunakuta wana utajiri wao unakuja kuondoka katika namna ambayo hutegemea, wanakuja kufilisika, majuto yanakuwa mengi na nini? Yani tofauti na ule utajiri wa tuseme ni utajiri wa mimi wa asili kwa imani yangu, na ndo nilipo mimi huko. Mimi nikisema wa asili namaanisha utajiri wa Mungu, and bless the Mungu, kwamba wewe hivi ninachomaanisha kwamba yani wao akipata hao mafanikio yake huwa ni ngumu hata kushuka au kumuona hata amefilisika sana, ni utajiri wa Mungu. Lakini hao utajiri wa kuungaunga hivyo, sijui lete nini na nini, fanya nini na nini na nini, shuka inanyoka ukaenda nini, ghafla tunashangaa pap mtu kawa maskini. Asante. Kwani Mungu ni nani? Yani hili turudi kwa utajiri wa Mungu. Mungu ni nini? Au Mungu ni nani? Ufanyaji wake kazi Mungu ni vipi? Mungu mimi nikitaka nimfikie na mfikiaje? Nikitaka kupeleka jambo langu na matatizo nalifikishaje kwake? Kwa maombi? Hapana, sio hivyo. Mimi imani yangu. Ndio imani yako. Sasa huko unachokizungumza ni kitu ambacho wewe umekikuta. Hata mimi nimekikuta, ndio imani iko hivyo kote. Mungu yupo kwenye utendaji. Mungu yupo kwenye ukweli. Wewe ukiumwa sasa hivi, mtu mwenye akili timamu hawezi kuambia njoo nikuombee. Tutatafuta chanzo cha tatizo lako na sababishwa na nini ili tutatafuta iko kitu ambacho kitakutatulia wewe shida yako. Iko kitu ambacho kinakutatulia shida yako kinapatikana wapi? Unashangaa kwenye miti, unashangaa mitoni, unashangaa kwenye milima. Ila kuna namna ambavyo kunatengenezwa babu sasa, unakuta kipanado kimetengenezwa, lakini asili yake unaambiwa chanzo chake ni nini? Ni mti. Unaelewa? Kwa Mungu yupo kwenye miti, ndio tunarudi kwenye asili. Mungu yupo kwenye mabwawa, Mungu yupo kwenye wanyama, Mungu yupo kwenye kila kitu ambacho unachokiona ambacho chanzo chake kimekuja chenyewe. Ndio Mungu yupo humo. Huwezi kuniambia unamtambua Mungu alafu utambui miti, nitakuwa na waajabu ndugu yangu. Huwezi kuniambia unamtambua Mungu alafu utambui miti. Sasa huyo Mungu, kuna baadhi ya miti ambayo ameiumba ambayo ukiangalia haina matunda, haina, yani kwamba mtu ukiangalia hata ambao huwezi kuuchania. Tukautumia lakini upo tu. Upo tu. Lakini kusema tu mtu una faida gani hapa? Au leo nikikuuliza Simba ana faida gani katika ulimwengu? Kwa upande wako wewe Simba ana faida gani? Mungu katali tumuone. Namna ecosystem, una support ecosystem. Sasa ushanielewa. Kumbe tunategemeana, si ndio hivyo? Mungu hatuwezi kumfikia. Kwa sababu nguvu yake yote hapa iko hapa. Yote ndio maana tunasaidia. Yaani wewe ukishakufa hapa, hakuna mtu ambaye atakutoa humu ndani zaidi ya mwanadamu. Ndio nguvu ya Mungu ipo kwa wanadamu. Ndio asili tunarudi. Mimi na wewe ni wa asili. Mimi naweza kukusaidia wewe. Wewe unaweza kunisaidia mimi. Kwa chochote ambacho kinaweza kukusaidia, basi ni cha asili. Ukisaidia kuna namna ambavyo kuna energy unaongeza. Kwenye kazi yako unayofanya unatoa kafara? Kafara lazima. Kwani wewe una imani gani? Ni Mkristo, Muislamu? Mimi ni Mkristo. Ni Mkristo. Yaani unaishi vipi bila kafara? Yaani sijui kafara gani ambayo unamaanisha. Naona ajabu. Kafara, ngoja nikuelezee tafsiri ya kafara uweze kunielewa. Kafara ya kuua binadamu si salama. Kuua binadamu ama mnyama ambaye hajapangiwa kwa matumizi ya kuuliwa si salama. Si salama. Mimi unapozungumzia kafara hata kuku kimchinja kwa manuizi ni kafara pia, kwa sababu tunachokiomba kile kinachomopaleti kuku mpaka kuwa hai ndio tunachokiomba kije kututibu katika mazingira ya kispiriti. Nafsi yote ambayo umeitoa wewe, kwa namna ambavyo unaweza kuitumia katika mazingira ya kiroho na kuletea matokeo. Kwa mbuzi ukimchinja kwa manuizi, kwamba na kutoa wewe na kukatisha uhai wako na kukatisha siku ya leo utoimaliza kwa ajili ya mambo yangu mimi yaende. Na maana nasema kuna vita kubwa sana katika mazingira ya kiroho kuliko vita ya ulimwengu wa nyama. Na maana wanaofanikiwa ni wachache, si wengi. Kwa sababu wanaofanikiwa ni watu ambao wenye elimu hii ama nazungumza hapa. Kwa hiyo wewe mnaogopa kwa sababu watu wenye akili wanasapoti kafara za binadamu. Yaani kwamba mtu ukizungumzia kafara moja kwa moja, basi tayari umeshaaminishwa kwamba unamzungumzia mwanadamu.
kwamba yule kaua mama, kaua. Kuna kafara zipo kabisa, ni mbuzi unachinja, tena unajiachia kabisa. Unachukua mbuzi wako kama siku 4, unawanuia pale, unawalisha maji ambayo unawapa pale, unakunywa, unayanuia chakula ambacho unachowapa unakinuia, kwamba dhamira kuwachinja wewe ni nini? Na dhamira kukatisha nafsi zao. Sio kwa ajili ya nyama, sio kwa ajili ya wewe ule. Nakatisha nafsi zenu, nakatisha siku zenu za kuishi kwa ajili ya hivi. No. Asili inataka hivyo. Asili inataka hivyo. Na mimi nikwambie kitu kimoja, usipofanya hivyo na maana kuna baadhi ya vitu ambavyo hutoenda viral. Yani ukipofanya hivyo, yani sio kama naongea hapa, no. Yani huu ndio ukweli usio na mashaka. Popote nakaa na yoyote ukinekea naongea naye. Yoyote yule, hata yule ambaye anakuongoza katika imani yoyote. Namuelewesha katika mazingira ya kispirit, naambia, "Wow, unajua tafsiri ya kafara, unajua maana ya kafara?" Ujui, basi kaa mbali. Unajua wanyama tuna namna ambavyo tunashirikiana nao katika mazingira ya kispirit. Miti kwa namna ambavyo tunashirikiana nao katika mazingira ya kispirit. Mito pia, milima pia. Na maana naposema tuitukuze asili, na maana kubwa sana. Wakati mwingine vijana washindwa kufikiria vizuri kulingana ulimwengu namna ambavyo ulipofikia. Naweza nikasema maana laumu sana, kwani tunakata miti. Mpandeni sana, kwa sababu kuna namna ambavyo tunashindwa kuwa wajasiri kuchambua mambo kulingana mazingira ambayo tupo. Yani kijana anakuwa yani anakuwa ni mdhaifu wa kufikiri, kwa sababu kuna mazingira ambayo yamebana, hayapo. Lakini kama kungekuwa labda kuna miti, kuna mito, kuna wanyama, kuna hiki, yani usasa uwepo, lakini na uasili uwepo. Nadhani vijana sasa hivi hakuna kijana ambayo ungemwaminisha kuwa kafara dhambi. Kwa sababu hiyo siwezi kulaumu, hiyo energy iko ndani yako. Uende ukatafsiri kwamba kafara sio dhambi, leo usilale ukawa na wasiwasi kwamba nakufa kesho. Sasa una maana kuna kitu kimeshaishiwa power. Lakini sasa cha kucooperate wewe. Lakini sawa, nakubali. Kwa nini watu ambao mnafanya hizo huduma mnataka kuwasaidia watu kupitia mitandao ya kijamii? Ili mtu aje kupata msaada kwako, inatakiwa atoe pesa ili umsaidie. Wakati hiyo ni nature, ni kitu ambacho hata wewe umepewa bure, umekijua bure. Wewe unamchaji mtu pesa. Asante sana. Ni mchanganyiko wa vitu. Tunarudi kwenye ukweli. Chochote ambacho unachokitaka kipo kwenye mchanganyiko wa vitu. Unaelewa? Iko hivi. Mimi nataka mbuzi. Mimi mwenyewe. Namna ambavyo nataka kujitengeneza ili nifike popote pale. Nahitajika mchanganyiko wa vitu. Huo mchanganyiko wa vitu haupatikani sehemu hii moja. Ndio maana mimi ukija kwenye peji zangu huwa naelekeza watu bure sasa. Si una hela. Ni bure. Kachukue hiki, kachukue hiki. Naelekeza bure, lakini kwa namna ambavyo vitu inabidi wakanunue. Umeelewa? Naelekeza bure. Kachukue ambari nyeupe. Ambari nyeupe iko hivi na uso lake na 50. Dukani. Sio je kwangu kanunue wewe. Chukua ambari nyeupe, chukua hiki, unamfukuza mchawi kwako. Fanya hiki, chukua majani ya midizi, fanya hivi, unatoa laana ya ukoo kwako. Huwa naelekezaga vitu kama hivyo. Lakini ukiangalia kiuhalisia, wewe una shamba la kwenda kutoa majani ya midizi. Ukiangalia wewe uvuni chumvi ya mawe, unafanyaje? Kwa elimu inaweza kuwa bure, lakini katika kutenda ili kukamilisha kuja kwenye ukweli sasa hapo, ukamilishaji wa mambo lazima kuwe kuna gharama. Kwa hata mimi nikuelekeza sana, nikuelekeza bro, chukua mbuzi 4. Sasa tutaenda kuomba kwa sababu ni nature. Kwa nini usiambie mtu bwana lete mbuzi kadhaa? Ndio iko hivyo. Mwingine anakuambia ili ujiunge kwenye group letu toa 200,000. Sasa ndio watu wanafanya hivyo. Sio watu ndio wanafanya hivyo sasa. Mimi group langu jiunga ni bure. Link tukiingia ukinitumia tu message unaingia bure na elimu bure. Ukija kwenye utendaji ndio kuna masuala ya gharama. Kama unajua channel zote za mafanikio kwenye maisha yako. Why wewe sio kijana tajiri zaidi Tanzania? Yani, wanakuzidi uwezo wengine. Yani uwezo wa kutambua mambo kiroho au inakuwaje? Wewe sio tajiri kwamba tukizungumzia tajiri namba 1 basi wewe, kwa sababu wewe unafahamu namna kwa kupata mafanikio. Sasa wewe tajiri namba 1 uenda najua kuliko mimi. Sasa mimi ndio mambo kuzungumza katika mazingira ya spirit na utendaji pia. Iko hivi, ngoja niuzungumzie uchawi sasa ili uweze kunielewa. Kuna uchawi na utendaji. You understand? Wewe hapo ulipokuwa tukitengeneza uchawi unaweza kwenda viral zaidi kulingana na mazingira ambayo hupo. Umeelewa? Mtu anakufuata kwako kama Nyanda, nataka nifungue kiwanda fulani.
tumeelewa, hiki kiwanda nataka kifanye kitu fulani, naekeza labda trilioni 1 katika uwekezaji wangu. Yule akija kupata na uchawi, yule anazidi kwenda viral. Kwa mimi mwanzo wangu huwezi kumfananisha mtoto wangu. Mtoto wangu ataenda viral zaidi yangu kwa sababu yeye anachukua. Yeye magari anayakuta. Kwa mimi uchawi hakuna. Sasa unachozungumza wewe sasa ndo nikutoe huko. Wewe unasema kwa nini hujaona uchawi namba 1? Wewe unasema uchawi bado tunarudi kule uchawi wa kufunua. Yaani unazungumza uchawi ukiendelea unakuta bilioni 1, unakuja trilioni. Mimi sizungumzie huo uchawi. Mimi nipo kwenye utendaji, na ukizungumzia asili ni haki. Kwa wewe sio mtu wale kwamba wewe na jini fulani linakupa hela usiku. Kwanza haya mambo ni kweli au sio kweli? Ni kweli. Sio uongo, ni kweli, lakini 90% sio wa kweli. Lakini mambo ni kweli. 90% ambao na present wanayafanya si kweli, kwa sababu kuna kanuni zake. Ni mtu akizungumza kanuni za, yani kila kitu kina kanuni. Yani ili uelewe kwamba huyu anaenda kukosea mbele, unaangalia okay, namna alivyoanza tu hesabu yake kuipiga mahesabu, na hapa kuna mbele hapa aende kupata jibu. Huu ni uongo ambao anazungumza. Okay. Sawa. Mimi nitakuwa na maswali mengi kidogo kuhusiana na hicho. Mfano obvious wanasema lazima upay the price. Chochote unachokifanya lazima uje kukilipia. Ndio maana nasema ukiwa mtenda mema duniani kuna mbingu. Sisi watu upande huu tunaamini hivyo. Sawa? Ukiwa mtenda mabaya kuna moto. Sawa? Kwako baada ya kupata mafanikio kupitia wewe kwa hizo njia zako, mteja anapay vipi price? Yani baada ya kupata mafanikio kwangu inakuaje huko mbeleni? Namaanisha hicho. Anaenda kama anatenda mema na iko kitu ambacho tukizungumza mwanzo mpaka nataka niingie kwako. Iko kitu kwamba si utaingia, si kuna hiki. Nadhani hapo wewe unataka unichokozeshe na wanani sasa. Lakini ngoja kwa lugha tu nyepesi tu niongee ili nieleweke. Mtazamo ambao nyewe mko nao ni tofauti kabisa ambao mimi niko nao. Ambao sijui ukitenda hivi kuna kitu ambacho unakikuta huko ukienda iko hivi. Nadhani hapa nikisema tuanzishe mdaharo wa dini, nadhani pia kuna maswali ningekupachika na pia ungeshindwa kunijibu. Na sitaki liwe hilo. Unaelewa? Kwa sababu ili uniambie kuna moto, kuna maswali ningekubini kuuliza kwamba okay sawa iko hivi. Japo pia kutenda dhambi kwa namna ambavyo unaadhibiwa. Unaelewa? Asili kwa namna ambavyo inakuadhibu wewe na kizazi chako chote. Haijalishi unatenda kwa kujificha, haijalishi unatenda kwa kuonekana. Kwa sababu vitu ambavyo katika mazingira ya kispiriti kuna jicho ambalo nakutazama muda wote. Wema na ubaya ambao unautenda. Ubaya ukiutenda basi utabakia kwa kizazi chako mpaka kwa wewe kwenye maisha yako unapokwenda. Lakini wema ukiutenda pia basi utabakia, utawachia watoto wako safari njema na wewe uko unapokwenda. Okay. Lakini sio huko ambapo unapazungumzia wewe. Japo nikipazungumzia itakuwa mapema sana, nsije nikaanzisha hapa watu Manyanda, hiyo sitaki. Okay, umeniambia hapo kuhusiana na kizazi kurithi dhambi za watu wao waliotangulia. Kumbe ni kweli kwamba kuna baadhi ya watu wanaishi kutokana na mambo waliofanya babu zao, baba zao pia. 90% ugumu wa maisha unasababishwa na koo za nyumbani. Yaani watu 90% wanapata shida kulingana na babu mambo waliyofanya. Yaani wewe leo hii hata kama baba yako ama mjomba wako alipoteaga katika ulimwengu pasipo hata kumuona. Unajua kusega swali mtu anakuambia huyu ana tabia za mjomba. Afu kiangalia mjomba wake hajawahi hata kumuona. Yaani alikufa kabla ya yeye kuzaliwa. Unajua kusikiaga hiyo? Nasikia. Kwamba kuna energy, kuna nguvu inabaki. Ndio maana nasema katika mazingira ya kispirit ukweli kwamba huko ndo kuna vita kubwa kuliko ulimwengu wa nyama. Huko ndo kuna, kwa sababu huko hapataji dosari hata hili. Sasa imagine unaishi vizuri, unaifuata asili, uko sawa kabisa. Kumbe unaweza kaenda huko kwa sababu tu babu yako alikosea huko nyuma. Wajomba zako walikosea, wewe unaishi kwenye dhambi zao. Unaishi utoki nje ya reli. Yaani utoki nje ya reli, utoki. Mchawa akikuona na huyu ana kazi, mwacheni. Mbona mimi sina shida, sina changamoto, watu hawanichukii, watu wanifurahia, watu hawaniguni, washakuangalia kwamba wewe ni mnyororo tu kama alivyoishi babu yako na utaishi hivyo hivyo.
Kwa hiyo tu maisha yako anajua kwamba huu mwisho wa siku ni anguko. Atarudi kwao kijijini ama atakaa baada ya muda hapa itakuwa hivi, kwa sababu wanaiona kesho yako. Wanaiona kesho yako umebeba kuni. Sasa mtu atakununiaje? Anaiona kesho yako umebeba mkaa, yeye atakununiaje? Lakini kama anaona kesho yako ni salama, watu wanakununia pasipokuwa na sababu, kwa sababu ni maisha ambayo kila mtu anayatamani. Unaelewa? Kwa hiyo kuna watu sasa hivi wanaadhibiwa kulingana na laana za kwao. Leo hii tena ili izungumze, kila mtu likae kwenye akili yake. Haijalishi hiyo dhambi unaifanya wapi. Unaweza kusema okay, mimi ngoja nijifiche ndani. Hii dhambi naifanya peke yangu ndani. No. Yaani utaki ustake, kuna namna ambavyo lazima ulisishe kizazi chako. Yaani ifanye hata chini ya mto. Kuna namna ambavyo lazima ushare kwa kizazi chako. Liwe baya liwe jema. Liwe umelifanya unalifanya kwa sababu ya tamaa zako, kwa sababu mwingine anataka kufanya dhambi kwa ajili ya tamaa zake. Unaelewa? Kwamba kuna mtu anamshawishi anampa hela anafanya hivyo. Jua utakuja kuzaa mtoto wa design hiyo. Kama si wewe utakuja mwanao atakuja kuzaa. Sasa unateseka vipi katika mazingira ya kispiriti? Hiyo ni adhabu ambayo baada ya kufa utakuwa unapata tabu namna ambavyo unavyoona familia yako inavyo struggle. Kwa hiyo unaamini kwamba kuna maisha baada ya kifo? Ya, asante. Iko hivyo. Na ndo adhabu ndo ipo huko. Adhabu inakupataje namna unavyoona familia yako inavyo struggle sababu ya koe. Kwa sababu baada ya kufa unakuja kuona kumbe vitu vyote tulikuwa tunavipambania na vike. Kwani wewe mtu akifa nenda wapi? Kwa imani yako wewe? Mtu akifa nenda wapi? Sababu unaniambia hapo ile feeling ya vitu ulivyovifanya wakati upo hai utaviona ukiwa umekufa. Nimekuuliza kwamba sisi Wakristo tunaamini kwamba ukifa ukiwa mtenda mema basi utaenda peponi, ukiwa mtenda mabaya utaenda mabaya. The same idea ni kama ambao unaisema wewe kwamba kama ulitenda mema fresh utaona familia yako inafurahia maisha, lakini pia kama ulikuwa mtenda mabaya utaona familia yako inavyoteseka kwa ajili yako. Wewe imani yako inakwambia mtu akifa anaenda wapi? Anatoka katika ulimwengu wa nyama anaenda katika ulimwengu wa roho. Mtu akifa mnapahitaji kuzimu. Ndio majina mabaya ndio mmeyatunga huko. Kwa mtu akifa anahama. Anatoka chumba hiki anaenda chumba kingine. Anaenda kwenye chumba ambacho kuna maisha mengine tofauti na haya ambayo tunaishi. Sasa huko adhabu ambayo anaipata namna ambavyo anavona familia yake na struggle. Wanakuona. Ulokutangulia wanakuona. Na maana kwa namna ambavyo ukijiorganize nao unafanikiwa. Kwa namna ambavyo ukaenda kulia unafanikiwa. Matambiko ndio tunarudi kwenye matambiko, japo kwa uelewa wangu namna ambavyo umezungumza tu, japo wewe haupo huko. Yaani vile nikukae siku nikupige somo mpaka uelewe useme yes. Mimi siku kija hapa useme bwana Manyanda, mimi narudi nyumbani. Nenda nyumbani palipokatwa mti pakarudishwe, mbuzi naenda kuchinja kila mwaka. Kumbe sasa hapo unanifumbua kidogo. Kuna baadhi ya makabila au watu wana tabia za kurudi nyumbani kwao kila mwishoni mwa mwaka. Na hizo mambo za kwenda kwamba tunaenda kutambika huwa zinatajwa sana. Kuna ukweli kumbe? Ukweli. Sio kumbe. Yaani iwe kumbe iongezee kabisa, yaani iwe ndo maisha sasa uhalisia, hata kama wewe pia ukafanya utakuja kunishukuru. Hiki ninachokizungumza utakuja kunishukuru. Na yeye ananitazama sasa hivi, wewe unanitazama, fanya hivyo utakuja kunishukuru. Utakuja kusema kuna mtu ambaye kuna hii clip kama ningeipita aisee nisingemiliki gari, nisingemiliki nyumba. Unashangaa ugumu wa maisha yako unasababishwa kwa sababu umescape mambo ya asili. Umekataa wazazi wako wananungunika huko. Mtu aliyekufa katika mazingira ya kispiriti hawezi kutengenezea wewe njia moja kwa moja. Wewe ndio kutengeneza njia umfikie. Wanatamani kusaidia lakini wanashindwa kwa sababu wewe ndio mlalamikaji. Wewe ndio unahitaji msaada. Okay. Umeelewa? Kuona unatengeneza njia ile ya kufikia. Umesema katika hii huduma ambayo unaitoa sasa hivi ni kitu ambacho umekuwa ukikiona nyumbani. Hivi vitu vya kiroho wanasema ili uweze ukipata nafasi ya kuvitazama kwa macho ya nyama, kuna hali fulani inaweza kukuvuruga. Unaweza kukutana na matukio fulani hivi ambayo wenzako hawayaoni, wewe unayaona, umepewa uwezo wa kuona. Ulishawahi kukutana na hiyo scenario ya kwamba kuna vitu umeviona mpaka ukasema sio nimeviona, sitaki nivizungumze. Hata nikitaka sasa hivi. Unaelewa? Na maana akavizungumzia vitu ambavyo havipo na vipati popote pale. Na wanakuambia nguvu yako ni siri, huwezi kuizungumza. Kwa kitu kama hiki siwezi kuzungumza, lakini chochote ninachokitaka basi kwa sababu kama kina ukweli basi nitakiona. Okay. Unaamini kwamba kuna majini? Sio naamini, majini wapo. Majini wapo.
majini ni watu wazuri kwenye maisha ya mwanadamu? Kuna wazuri na wasema kuna majini, kuna mashetani, si tofauti yake nini huko? Kuna shetani ni nani? Yaani ukimzungumzia shetani unamzungumzia Mungu pia. Ndio umemwambatanisha, kuna shetani na Mungu. Shetani na jini. Ngoja. Jini sio shetani. Jini ni jini ambao kuna waheri na wabaya. Wapo. Kuna majini ambao za kuwatumia ukafanikisha. Kwa namna sasa jini ukimtumia na mama mtumia katika mazingira ya kiroho. Jini anapokuja hakuoni katika uhalisia. Leo ndo nikwambie sasa, jini unapomwita anapokuja hakuoni katika mazingira ya kispirit. Ndio maana hakuoni katika ulimwengu wa nyama, anakuwa katika mazingira ya kispirit. Ndio maana jini uruhusiwi kumuita ukiwa na raw frequency. Kwa maana ukimuita anakuona wewe ni kiumbe wa ajabu, kwa sababu anakuona hujakamilika. Jini anapokuja kwako au anavyomuona mwanadamu hakuoni kama wewe, kama sisi tunavyojiona, kwa sababu yeye hatumii macho haya, anatumia jicho la roho. Anatuona moja kwa moja katika mazingira ya kispirit. Unaelewa? Kwa ukiwa na low frequency, ukiwa low frequency anakuona kama ni mdudu wa ajabu, kwa sababu unashindwa kusomeka. Na kingine anakuja katika mazingira ya ulimwengu. Kwa nini unashindwa kufanikiwa kuna low frequency? Kwa sababu ulimwengu unashindwa kudefine wewe ni nani. Nia yako, nguvu yako, kitu ambacho kinatoa kina sense kwenye vyote hivi ni kuwa na high frequency. Kwa kuna tabia ambazo inabidi muache, kuna tabia ambazo inabidi mzifanye ili kulinda muwe na high frequency ili muweze kufanikisha. Jini hawezi kumvaa mtu ambaye mwenye high frequency, kwa sababu anamtambua ni mwanadamu. Na mwanadamu ndio mtawala wa hii dunia. Na ndio tuseme ndio kiongozi wa vyote mwanadamu. Na hiyo nafahamika. Lakini sio mwanadamu mwenye low frequency. Mwenye low frequency kaumbiwa matatizo, mwenye low frequency kaumbiwa maradhi, mwenye low frequency kaumbiwa maskini. Hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa na low frequency, ila tabia zinatufanya tu na low frequency. Ukagusia na shetani, ukagusia na shetani ambao tumezaliwa ambao tunafanya low frequency. Sasa unapozungumzia shetani ambao wao sio wamtengeneza. Shetani ni mtu, Mungu ni mtu. Sio Mungu kwa laana na mimi nikifanya tabia za kimungu basi kuna Mungu ndani yangu. Wewe ukifanya tabia za kimungu yani inabidi dakika mwisho watu waambiwe ukweli ili wajue namna ya kuishi. Tusiwe na mtu wa kumsingizia. Si mnaelewa? Mimi naweza kusema na chafua hapa sasa hivi hapa. Sasa unaniambia ni shetani? Huyo ni shetani? Hakuna. Lakini nikisema okay, ngoja hapa tutende wema. Kitu gani hapa hakipo? Hiki hapa tufanye hiki. Unaona Manyanda kitu fani ambacho una hiki hapa. Tumetenda wema. Tushuke chini hapa tuangalie watu ambao wenye uhitaji tuwasaidie. Tumetenda wema. Hiyo ndo asili. Ndio tunafanya tabia za kimungu. Ndio Mungu yuko humo. Tabia za kimungu. Sio Mungu, tabia. Hizo ni tabia za kimungu. Yaani Mungu kama angekuepo basi watu ambao wanaomba na kukesha ndo angefanikiwa, ingebidi wafanikiwe sana. Watu ambao wanabembeleza na kulia kama wanavyosema kupitia maombi. Na mimi ungeniona sana kuja hapa nasema jamani tuimbe na kusifu. Lakini Mungu hayuko huko. Mungu yupo kwenye utendaji. Ukisaidia wasiojiweza kweli unaongeza nguvu ya ndani. Ukisaidia watu wenye uhitaji kweli, hapo kwenye watu wenye uhitaji. Kuna issue ambayo ni stories za vijiweni. Lazima kuzileta wewe kidogo unajua hayo mambo. Wanasema usione watu wanasaidia watu wenye uhitaji, watu kwenye vituo vya watoto yatima. Kuna vitu vichafu, vitu vya si vizuri huwa wanavifanya hawa watu. Wakasema mmoja akanipa, umeona sometimes mtu anaenda pale amepika chakula, amekula, yale maji alionao yale anayachukua naondoka nayo. Yaani hiyo sio masuala ya hiyo tu kusaidia. Hiyo hata sherehe. Hiyo ni very simple hiyo. Yaani ni mchezo mdogo tunaofanya. Unaandaa sherehe chako happy birthday, unaandaa wali wako, tena unaandoaga wali. Kwa sababu wali ndio unatuwakilisha sana katika mazingira ya kispirit. Kwa sababu wali ni pendwa, chakula ambacho unapendwa sana na watoto. Vyakula ambavyo vinapendwa na watoto ndio vizuri sana kuibia nyota. Ama kusafishia nyota. Unaelewa? Okay. Kwa hiyo kwa namna ambavyo ukiandaa sherehe yako, unaandaa unawarika yale maji ambayo yananawia yale si tu ya mwagi tunarudisha ndani. Kwa namna ambavyo anafanya unakuwa na support, unamsupport yule ambaye tayari tumekashanuiwa aende mjini. Inafanywa hivyo, lakini tukija kwenye kusaidia sasa. Wanaofanya hivyo wanakosea kwa watu ambao wanabidi wasaidiwe. Mtu mwingine anatoa sio kwa nia mbaya. Anatoa chakula kile kuna namna ambavyo anakinenea. Sio anaweka dawa unakinenea. Kwamba natoa hiki naenda kuwapa watu wenye kiu kweli. Naenda kutoa hiki naenda kuwapa watu ambao kama nisipowapa hiki chakula wanaenda kuwa na njaa leo. Natoa pesa yangu naenda kumpa mtu ambaye kama nisipompa leo basi na maana leo anaenda kuwa na njaa. Mtu kweli mwenye uhitaji. Kwa kitu kwenda kuinenea ikawe mbegu inarudi.
inarudi kwa ukubwa. Sasa hiyo sio mbaya, wala hiyo sio shida, hiyo ni asili, tunarudi kwenye asili. Mtu mwingine anatoa tu, anafika hapa anatoa, hajui kumbe unapotoa mtu mwenye hitaji bidi unenee kwamba nampa huyu kirudi kwangu, kwa sababu nimetoa huyu kikawe mbegu ili nikawasaidie na wengine. Wapo wanaosema kwamba ukitaka kusaidia usisaidie pesa cash, kwa sababu kupitia pesa pia unaweza kusema unamsaidia mtu, kumbe anakuchukulia nyota yako. yako. Na maana naambiwa saidia sehemu ambao unaona kuna uhitaji. Unaona, sio unaona kwa macho ya kawaida. Jicho la roho linapiga kengele, moyo unakupigia kengele, maumivu kwamba mtu anakuja nisaidie bro. Kuna moyo wako unakwambia msaidie. Kwa sababu kama hujafungua jicho la tatu, huwa kuna jicho la tatu linatumika kupitia hisia. Lina sense kupitia hisia kwamba mtu anaweza kaja ukapata feeling kwamba huyu msaidie. Moyo wako katata mara moja kusema usijitengenezee mazingira, msaidie. Yaani moyo wako umekishakukatalia usimsaidie. Alafu anakutengenezea mazingira, msaidie bwana. Mbona kaja hivi? Mbona kaja sio vizuri? Wewe akumbuka ulipotoka. Huyo sasa hiyo ni nguvu mbaya inakushawishi usimpe. Isikilize ile neno la kwanza, usimsaidie. Bwana mimi sina uwezo huo. Lakini afisa kisha kwambia msaidie, hata kama amekuja kwa matatizo ambayo wewe unahisi hayana mashiko, lakini natamani kumsaidia. Msaidie, kwa sababu jicho la kweli, jicho la ndani ambalo hilo alidanganyi. Na maana wengi wana force kulifungua jicho la tatu, kwa sababu hilo alidanganyi. Wanasema kwenye mambo ya shirki, mambo ya kiroho, kioo ni moja kati ya mawasiliano makubwa sana kati ya mwanadamu na nguvu ya asili. Na ndio maana ukienda kwa mganga watakwambia tutumia kioo everywhere, vioo, usitazame kioo usiku, usifanye nini. Nipe nadharia kioo kwenye maisha ya nguvu za ndani huko. Kioo hata kwenye kutafuta utajiri au katika mambo mengine ni very simple tu. Nakwambia katafute kioo ambacho hujakitupa wewe, lakini kinachotazama juu. Vipo barabarani huko, viko majalani. Tafuta tu dampo yote siku ikata kilete hapo. Basi hao ambao wanatumia utajiri mbaya sasa. Huwa ndo nakitumia kile kioo. Kioo hata ni jicho la rohoni. Kwa namna ambavyo kuna sasa niongee ndio nibaki chitaonekana mchawi kweli kweli. Ila watu niongee. Umeona kioo kwa namna ambavyo ukitengeneza kile. Ukitengeneza inaweza kukuamsha wewe katika mazingira ya kispirit. Anapokuja usiku. Na hata wachao wanapotaka kukuita wanakuta katika mazingira ya kispirit. Anapokuja kwako hakuiti wewe. Kwa sababu wewe si ndio wewe, anakuita wewe wa ndani. Wewe wa ndani ndo anakuangalia hapa kwamba huyu sio huyu ambaye tunamuona hapa. Kwa sababu huyu umshiki. Kwa mtu katika mazingira ya kispirit huwezi kumshika na kwa kama ni hewa. Kwa hiyo sio kioo, chochote ambacho unaweza kujiona. Chochote ambacho unaweza kujiona kwamba kwa hapa ukajiona mbele. Basi yule sio wewe, yule ndo wewe wa ndani. Kwa sababu yule umshiki. Yule umfanyi chochote kile. Sasa katika mazingira ya kispirit yule ndo tunamtaka sisi. Yule ndo anayetakiwa. Kwa mimi kiona kutaka wewe sasa katika mazingira kile unakuja na kioo, nimeshakitengeneza kile. Nimeshakitengeneza kama wewe jina lako tayari niko nalo, nimeshalichorea pale na spelling zangu za kichawi, nishatia kodi zangu na kuja pale mpaka kwako. Na kisha kuja kwako katika mazingira ya kiroho ukuta sisi hatupigiagi mahesabu. Ukuta huwa haukuzuii. Unakuzuia ni mti na miiko ambao umeambiwa hiki usifanye. Muda ambao unakabidhiwa mkoba wako wa kichawi. Nishakuona mwanaume amelala pale. Okay, mimi nakuhitaji nikakutumie. Natumia kioo. Kwa sababu kwenye kioo yule sio wewe, yule ni wewe wa ndani. Yule ndo namwamsha anakuja. Kwa hiyo nikwambia wewe amka na maana nitakuamsha wewe utaamka. Sasa mimi kuamsha wewe na kana muamsha yule wa ndani. Yule kwa unaongea na wa ndani. Kwa mtu anapokutaka katika mazingira ya kispirit anatumia kioo. Na hata wale ambao wanaua sasa. Wakija kwenye upande wa familia wanaua sasa. Lazima watumie kioo. Na kioo ambacho wanakitafuta sio kioo ambacho wanaenda kukitafuta, no. Kioo ambacho kinatafutwa kile ambacho yeye hajakitumia yeye ama hajakitupa yeye. Na ni kweli kwamba ukiwa umelala usiku ni vyema kwanza usitazame kioo nyakati za usiku, lakini pia usiache kioo kikiwa wazi. Kama una nguvu katika mazingira ya spirit una guard kweli usitazame. Kwa sababu unampa nafasi ya adui ya kukuita. Kwako inakuwa ni rahisi. Yaani ile unalala kioo kinakuangalia. Sasa aje na kioo. Yeye akija na kiangalia kioo tunakwambia wewe amka, unaamka. Kwa sababu akikuamsha wewe utaamka wewe. Sasa upaswa kuamsha wewe, inabidi amshe wa ndani. Yule kwenye kioo sio uhalisia, sio wewe. Yule huwezi kumzuru yule. Wa kwenye kioo yule huwezi kumzuru. Yule ndio wewe wa ndani. Jamani, dunia ina siri. Na ili ufanikiwe lazima yote yatambue. Na unavyosema usiku na tajiri, si utajiri namba 1, yaani uwezi kumiliki hela kama una elimu katika mazingira ya kispirit. Na uwezi kuimiliki kuwa mtawala kama una elimu katika mazingira ya kiroho. Hakuna atakwambia. Nani atakwambia?
Kwa hata wenzetu wengine nyeupe nafanya. Hakuna duniani uwezi kufanya, wangekuwa wa mwisho katika ulimwengu. Ukimwona mtu umesema ukimwona mtu yuko hivi, basi jua huyu ana elimu katika mazingira ya kiroho. Kwa sababu hata nikisema nikupe hapa hii nchi tu kwamba imiliki Tanzania, uwezi kuimiliki kama una elimu. Ukimwona mtu mpaka anaicontrol nchi na wananchi wake, jua huyu ana elimu kubwa sana katika mazingira ya kispiriti, kwa sababu si rahisi. Kwa sababu kuna mito mingine haipitiki bro. Kuna madaraja mengine, kuna sehemu zingine huwezi kutengeneza mpaka tuangalie miiko ya hapo nini kifanyike. Sasa kama ndio kiongozi hujui nani nimfuate aweze kunitibia ile. Wewe huwezi kuniambia unamiliki nchi unaleta habari za maombi, habari za dini, huwezi. Inabidi uende kwenye ukweli kwamba panda miti, fugeni wanyama, lindeni wanyama, fanyeni hiki, wekeni mito, dini ziwepo kwa sababu ni za watu. Lakini msiingie kwenye nature, msiingie kwenye ukweli. Ukweli ubakie kuwa ukweli, watu fanyeni hiki. Hivi hii pete ya kawaida au? Sababu unaificha. Sivai kitu ambacho hayusi kuonekana. Kwanza hapa mimi nimekosa kwa nini niliweka hapo. Okay. Okay. Kumbe zipete nazo sio za kuvaa tu. Sio hata nembo pia upasi kuvaa. Hiyo umepewa tu, umetafuta, umenunua. Hii. Kwa elimu ya pete zinatengenezwa. Pete zinatengenezwa pete zenye kito ama pete zenye nembo. Unaelewa? Pete zenye nembo ndio huwa tunazitumia, pete zenye kito anakaa jini. Pete yenye nembo ina maana kito ni nini? Ndio vile viduara vile vinakuepo, sio vina rangi vile. Ya viduara. Wasanii wengi wanavaa sana zile. Sasa hivi kuna mule unamweka kiumbe wote ambao unamtaka sasa katika mazingira ya kispiriti kuweza kumtumia. Na sio hayo, kuna mambo mengi sana ambao watu wanayatumia. Okay. Kwa hiyo kito ile ndio kwa namna ambavyo una organize kiumbe ambao unamtaka, una namna ambavyo unashirikiana naye, unakuja unakula naye mkataba. Nisaidie kwenye hiki na hiki, mimi nitakupa hiki na hiki. Kwa hiyo washikaji kuna watu wanatembea nao hatujui. Wanatembea nao. Mtu watu waingiliki. Na za nembo? Za nembo. Nembo pia unatumia kulingana na unamwakilisha mnyama gani. Unataka kumtumia nyoka. Huyu nyoka huyu. Unaelewa? Huyu nyoka kuna namna ambavyo unaweza kumtumia. Kwa kumtumia unajiorganize kupitia nembo yake. Kuna mwingine akiwa nembo ya nyoka na heshima anapiga makofi na kama kwako akimwona mwingine akiona msalaba na sio kwamba kashaji organize na msalaba. Kashaji organize na simba. Kashakuwa anamtumia katika mazingira ya kisiasa. Si kila kitu kina umungu wake. Simba pia na umungu wake. Kwa hiyo tunaomba umungu wake tuutumie. Nyoka tunaomba umungu wake. Kwani usikii kuhusu stories za majabali? Tunasikia habari za majabali kwamba hatari. Kenda Morogoro huko Turiani, huko Morogoro Kilosa, kuna sia habari zake kila baada ya miaka kadhaa. Unasikia kuna jabali na misho natoka kwenda sehemu nyingine. Kwani hizi stories za kuficha sisipo wazi? Fanya research, nenda Turiani sasa bwana. Naenda kwa ajili ya Manyanda aliniambia. Mimi na kuahidi mimi nitaenda. Nenda pale Turiani waulize jamani, kuna mtu anaitwa Manyanda aliniambia. Eti jamani, huwa kuna nyoka mkubwa anapitaga kwenye huu mto. Mtu anaitwaje? Mtu wa Turiani, wewe nenda pale Turiani Morogoro uliza. Pale Turiani pale Madizini. Alafu yuko kwao Morogoro. Tutaenda Turiani tukaangalie. Nenda na kuahidi mimi nitaenda. Nenda kaulize. Na kama kuna watu ambao wataiangaliwa Turiani, naomba wanakishie kwenye comment hapo. Jamani, kama nyinyi ni wageni, ulizeni wenyeji wenu. Kuna miaka ambayo inapitaga hapo mnasikia vinapigwa vigoma vya Uruguay, unaambia kuna nyoka anapita kutoka juu kushuka chini. Hata sisi nyumbani kwetu Mbeya, kuna sehemu kunaitwa Mwambani, Songwe kule. Kuna sehemu kunaitwa Mwambani, kuna bonde la ufa, kwenye bonde la ufa. Sasa zamani pale maji yalikuwa yanatoka maji, watu wanachota sana maji pale, maji yanatoka milimani. Sasa wenyewe wanavyosema kwamba kulikuwa kuna nyoka ndio ambaye anasababisha kulisha kijiji chote kile maji. Sasa wakaja wazungu wakachimba ili kwamba maji yaongezeke. Jamaa kama indiko akarudi, ndo maji hamnaga, maji yaje kutoka. Na wanasema kuna nyoka huwa anapita kule. Kama kimbunga kinapita. Sasa wenyewe wanavyosema, japokuwa mimi sio wenyewe. Huo ndo ukweli. Sasa wenyewe wakati ndo ukweli unaona. Hapo Turiani sio mbali, ni karibu kilomita kadhaa tu kwenda hapo Morogoro. Na ndo nyumbani. Nenda hapo utasikia kwamba kila baada ya muda nasikia kigoma cha Uruguay usiku, mvua inanyesha kubwa, maji yanakuwa ni mengi, mwanaume anapita.
anasafiri, kashatoka kwenye level za nyoka na kwenda kwenye level za ujini, jabal. Hilo ndo watu wanalitumia katika mazingira ya kispiriti kuweza kufanya mambo yao. Umungu. Yani nyoka na nguvu kubwa sana katika mazingira ya kiroho. Sasa muona leo chemchemu. Sasa tunakumbuka hata kwenye Bible ameandika kwamba ndo alimshawishi na Nelio. Kwa hiyo ni mtu ambaye iko connected kitambo sasa. Huko anataka kunivuta huko. No, yani umesema nyoka na nguvu kubwa, lakini nikiangalia kutani sasa hata kipindi cha shetani alimtumia nyoka. Sasa narudia. Sasa kama nyoka na nguvu kubwa na tunaamini kama shetani, Uwai alikuwa analisha kijiji kizima pa. Mungu yupo, yani Mungu yupo kwenye vitu. Mungu yupo, yani kama nsingeongea kwenye hii maiki, basi hakuna namna ambavyo sauti yangu mngeisikia. Kwa Mungu alileta maarifa kwamba fanyeni hiki ili muweze kunasa sauti. Huyo ndio Mungu wa kweli. Sio Mungu wa maombi. Kwa ili tuweze kufanikiwa tuende kwenye utendaji sasa. Kuna vitu vikikosekana hatuwezi kufanya chochote kile. Si ni kweli? Kwa Mungu yupo kwenye utendaji, Mungu hayupo kwenye maombi. Kwa kama unaamini kwenye vitu vingine vikikosekana tuwezi kufanya chochote, basi amini pia hata katika mazingira ya kispiriti kwamba ili nifanikiwe kuna vitu inabidi nitende. Katika ulimwengu wa nyama unaamini, katika ulimwengu wa kiroho kwa nini uamini? Ndio mliposhikwa hapo. Na ndio wanaosema hao ndio wanaoshika dunia, mbona wafanyi hivyo? Ndio wanataka iwe hivyo. Nani atakwambia? Bwana Manyanda, pengine mtu atahitaji elimu zaidi kutoka kwako, anaweza kukupata vipi? Maana mimi tutazungumza mpaka kesho na vitu vingi sana nitakualika siku nyingine pia. Okay, shukrani sana. Mimi akaunti zangu kote natumia Manyanda African Power. Ofisi yangu miko Mgeni Nani, Kijichi Mgeni Nani. Ina maana unapanda magari ya Mbagara, unashukia za KM pale za KM unachukua, unauliza bajaji za kwenda Mgeni Nani. Ukifika tu Mgeni Nani pale uliza bodaboda, mimi naenda kwa Manyanda unafika. Okay. Pale hata usiponikuta mimi kuna vijana tayari nishawafua, anza kupiga maswali mpaka nikasema yes. Yani mpaka kukutana na mimi wasema kaka Manyanda nimeiva. Okay. Nashukuru sana kwa time yako mzee wangu. Na mimi nashukuru sana pia kwa time yako. Bwana, mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Manyanda, nimezungumza naye vitu vingi sana vya kiroho. Nitamwalika siku nyingine aje pia kutuelezea mengi zaidi yanayohusiana masuala ya kiroho bwana. Ni muhimu pia kufahamu dunia jinsi ilivyo kwa namna yote. Kupata maarifa sio vibaya. Wewe utatumiaje maarifa ni wewe mwenyewe sasa. Mimi naitwa Ricky behind the camera, man KB Pixel, and this is how we do. Bye bye.